Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ikhwana fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na vikao vyetu kwa kuzungumzia mambo yanofungamana na masiku 10 haya ya Dhulhijja, lakini vile vile na ayamu tashriq, kwa maana mwezi 11, 12 na 13. Leo tunaingia kipengele cha 4 kinachozungumzia fadhlu yaum Arafa, fadhila zinazopatikana katika ile siku ya Arafa. Siku ya Arafa ina fadhila kubwa, ni vizuri tukakumbushana. Anasema yaum Arafa min al-ayyam al-fadila fi hadhihi al-ashr. Anasema siku ya Arafa ni miongoni mwa siku tukufu, miongoni mwa siku ambazo zina fadhila katika masiku haya 10. Wa huwa, nayo hiyo siku ya Arafa inakuwa yaumu tasi min Dhulhijja, ni siku ya mwezi 9 wa Dhulhijja, ni siku ya mwezi 9 wa Dhulhijja, ikiwa leo mwezi 4 au 5, leo mwezi 4, mwezi 4. Kwa hiyo mwezi 9 jamani ni siku ya Arafa ndani ya Dhulhijja. Faqad akmala Allahu ta'ala dinahu yawma Arafa, kwa hakika Allah mtukufu ameitimiza dini yake, ameitimiza dini yake ndani ya siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshushiwa Qur'ani kidogo kidogo kwa muda wa miaka 23, kidogo kidogo, na wengine wanasema wanaenda mbali zaidi, maana tangu hapo mwanzoni Adam na mitume wote wamekuja, lakini dini imekuja kukamilishwa katika utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameshushiwa Qur'an kidogo kidogo kwa muda wa miaka 23. Sasa mwaka huu ndio Allah subhanahu wa ta'ala anaikamilisha, anaitimiza dini yake katika viwanja vya Arafa. Anasema yaumu Arafa inda ma nazalat, pale ilipoteremka aya katika suratul Maida aya 3. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo ndiyo nimetimiza kwenu nyinyi dinakum, dini yenu tayari ishatimia. Kila mnachokihitaji katika dini, katika maswali ya ibada, katika maswali ya miamala, vyote tayari vimetimia, vishaekewa utaratibu. Usije ukatafuta utaratibu mwingine, kwa dini ishatimia. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu. Wa raditu lakumul islam dina, na mimi Mola wenu nimeridhia kwamba huu Uislamu uwe ndio dini yenu. Kwa hiyo dini imetimia siku ya Arafa. Kwa hiyo inaonyesha wazi ni siku muhimu sana. Qala Umar radiyallahu anhu, amesema Umar Allah muiradhi, kad arafna dhalika al-yawm, kwa hakika sisi tumeijua siku ile, hiyo siku ya Arafa tunaijua. Wal makanu alladhi nazalat fihi ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na sehemu ambayo imeteremka ndani yake, hiyo aya. Wa huwa qaimun, mtume alikuwa amesimama bi Arafa, katika viwanja vya Arafa, yaum aljumaa, siku ya Ijumaa, katika viwanja vya Arafa aya imeteremka kuonyesha dini imetimia. Kwa hiyo ni siku tukufu kabisa. Wa fi yaumi Arafa ya'tiqu Allahu azza wa jalla minan nari kathiran min ibadi, na katika siku hii ya Arafa Allah mtukufu anawaachia huru na moto wengi mno katika waja wake, anawaachia huru. Asema wewe sasa uko huru katika moto, wewe uko huru katika moto, wewe uko huru katika moto, anawaachia huru wengi. Kama akhbarana, hilo tumelijuaje? Kama alivyotuambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, kwa maneno yake aliyosema, ma min yawmin aktharu min
an ya'tika Allahu fihi 'abdan minan nari min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Allah huwaepusha watu, huwaokoa watu na moto kabisa katika waja wake kuliko siku hii ya Arafa. Siku ya Arafa ni muhimu, watu wanaachiwa na moto. Na hayo ndio mapambano yetu duniani. Tunaipambania pepo ili tuepukane na moto. Tunafanya ibada kwa kadri ya uwezo wetu tuipate pepo, tukae mbali na moto. Kwa hiyo siku hiyo ni muhimu sana tukumbushane ili tuzifanye zile ibada na sisi tupate fadhila zake na zile rehma zinazopatikana katika siku hiyo ya Arafa. Wa fi hadithi al-akhar, na katika hadithi nyingine, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha yubahi bi ahli al-arafat. Inna Allaha yubahi, hakika Mwenyezi Mungu anajifakharisha kwa watu wale waliokuwepo pale Arafa. Anajifakharisha kwa nani? Ahla sama, kwa wale viumbe waliokuwepo mbinguni. Kwa hiyo anajifakharisha Allah kwa malaika wake. Fayaqulu, husema Allah kuambia wao, undhuru, hebu angalieni, ila ibadi, waja wangu, hebu angalieni waja wangu wale pale. Jau shu'than khubra, wamekuja hali ya kuwa manywele timtim na wamejaa mafumbi. Manywele timtim, wamechoka. Manake wamekuja kutoka katika kila pande ya dunia, wa Kongo, wa Zaire, sijui wa Malawi, wa Tanzania, wa Ulaya, wa Asia, wa wapi tena, sio nini tu, watu wanatoka mashamba huko, wengine kwenye vijiji huko ndani huko. Hakuna hata maendeleo, hata umeme hakuna. Bado watu wanatumia nini? Visima vya nani vile vya kamba. Kajichanga mpaka akasema na mimi nataka nende huko. Kwa wanakwenda pale watu nyanga. Lakini yote hiyo wanafanya hiyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi anasema ninajifakharisha nao wale, waambie angalieni wale. Angalieni hao wamekuja kwa ajili yangu, kwa ajili yangu. Kwa hiyo anawasamehe Allah. Wakati dhakara Ibn Rajab rahimahullah, Ibn Rajab al-Hanbali ametaja, Allah mwerehemu, anna al-itqa minan nari, kwamba huku kuachwa na moto huku amun li jamii muslimina, ni kupo kwa ujumla kwa Waislamu wote. Yeye Ibn Rajab ameona kuachwa na moto Waislamu wote, hata wewe ulikuwepo Zanzibar. Maana si yule ambaye yuko pale Arafa tu, anasema yeye anahisi ni wote. Kwa nini? Kwa sababu na wale waliokuwa hawapo pale Arafa, na wao wamo katika dua, na wao wanaomba dua, na wao wamo katika ibada, wamefunga, wamo katika kusoma Qur'ani. Ikiwa na wewe unataka upate rehma hizo na fadhila hizo, maanake siku hiyo na wewe uwemo katika ibada, sio uwemo katika makelele. Yani siku ya Arafa tena wewe ndo unatafuta jambo hili la kukutia shughuli. Wewe ukisikia kuna Arafa, jambo la kwanza funga. Nenda msikitini mapema. Swala zile jitahidi uswali kwa jamaa. Jitahidi uwe kila unapomaliza kuswali japo usome Qur'ani japo kurasa mmoja. Una uwezo zaidi, soma zaidi na zaidi. Kwa hiyo ukiwa na wewe umo katika kundi, kwa sababu matendo hayo hivyo wanayafanya wale waliokuwepo Arafa. Wanasimama kisimamo pale, wao wanaomba tu, watu wanaomba tu. Na wewe jikite, sema hapa na mimi najikita sasa hivi, ninakaa lisali zima ninamuomba Mwenyezi Mungu, tunamuomba. Hasa na wewe ukawemo katika rehma hizi za kuachiwa na moto. Kwa Ibn Rajab anasema hii ni kwa Waislamu wote, lakini lazima tuwe katika ibada hiyo. Wa yustahabu, na inapendeza, siyamu yaumu Arafa, kufunga siku ya Arafa. Haithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa namna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam suila an sawmi Arafa, aliulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Arafa. Faqal, Mtume akasema, yukaffiru sanata almadiyata wasanata alqabilata, yule atakayekuwa anafunga siku ya Arafa, yani hapa inakusudiwa wale ambao
hawapo pale Arafa kama sisi tuliokuwepo huku mitaani katika nchi zetu. Ile Arafa ukifunga, Mtume anasema Mwenyezi Mungu anakusamehe madhambi yaliyopita na yatakayokuja. Anakusamehe vipi? Madhambi yaliyopita uliyofanya na yatakayokuja. Haizuru wanachuoni wakatia maneno yao wakufafanua, wakasema madhambi yanokusudiwa hapa si yale makubwa mpaka uombe toba, taubatan nasuha, unajingoa na madhambi yake. Lakini kama hujajingoa, madhambi yao makubwa bado yataendelea kuwepo kwako, hayatafutwa. Kwa Mwenyezi Mungu anafuta madhambi yaliyopita, mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Mwaka unaokuja unafutiwa madhambi. Yani kivipi unafutia madhambi mwaka unaokuja na mimi sijatenda hata dhambi moja, sijatenda amali yoyote, tena ninafutiwa vipi? Wanachuona nasema unapewa ulinzi ili usije ukatenda hayo madhambi. Lakini pia vile vile Mwenyezi Mungu anakupa nguvu ili utekeleze ibada. Tumefahamiana hapo? Madhambi ya mwaka uliokuja unafutiwa kivipi na wewe hujatenda? Wanasema unapewa ulinzi ili usitende yale madhambi makubwa, labda utafanya madogo. Lakini vile vile unapewa nguvu ya kufanya ibada. Unajihisi umehamasika, mwaka huu mbona kama nimehamasika hivi, nimejikita na ibadati, mashallah, unaona sikosi hapa, sikosi. Kumbe ndo ile ilokusukuma ile saumu ya Arafa. Sawa. Kwa hiyo unapata nguvu, unakuwa unaacha dhambi, unaikaribia toba. Utajikuta mwenyewe, mbona mwaka huu mimi napenda kutubia sana, madhambi sifanye, na nilikuwa nikifanya hili. Ile saumu ile, Mungu anakupa taufiki, unajikuta maisha yako yanabadilika kwa kupitia ile funga ya Arafa. Hii kama nini? Kama nasema sanatul, mwaka unaofuata, kama chanjo. Si wakupiga chanjo kwa ajili ya maradhi yatakokuja mbele huko, si ndio? Wanafanya hivyo watoto wetu, watu wazima, mambo kuna chanjo hii bwana. Chanjo hii ukipata hii miaka 10, ile sindano ya tetanus. Kwa nini? Si wanasema ukipiga moja tu inatosha mwaka mzima au vipi? Si ndio? Ukipiga sindano tetanus hii leo, ukapata tetanus tena baada ya miezi 2, unaulizwa uliwahi kupiga sindano tetanus? Ukijibu ndio nilipiga. Lini? Miezi 2 iliyopita. Basi unaambiwa huna haja, wewe tia dawa tu. Sasa hivi upigi, hakuna tetanus 2 mpaka upite hivi, wanasema sijui miezi 6, sijui mwaka kama hivi ndio kitokezea huko. Kwa hiyo na hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa bonus kwamba anakufutia madhambi ya mwaka unaokuja. Anakufutia vipi? Swali liko pale kwamba unapewa nguvu ya kutenda khair na kukaa mbali na madhambi. Wa hadha yustaabu li ghairi alhaj, na hili ni sunna, lapendeza kufunga hiyo kwa yule ambaye hayupo katika viwanja vya hija, hayupo hija. Wa amma alhaju, ama hujaji, fala yusannu lahu siyamu hadha alyawmi, na si sunna kwake kufunga siku hii. Fitruhu afdal, kufungua kwake kama akafunga kwa yule hujaji, kufungua kwake ni bora, taasiyan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad taraka sawmahu, mtume aliacha funga yake. Mtume aliacha funga yake. Anaendelea mwenye kitabu, anasema walidua yawm Arafa maziyatun ala ghairihi, na kuomba dua ndani ya siku ya Arafa, maziyatun, hii ni hali ya kipekee, ina sifa ya kipekee, ala ghairihi, kwa mwingine ni sifa ya kipekee. Yani unaweza kuomba dua wewe na kumwombea mwingine, unaweza, sifa kipekee. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kwani hakika mtume sallallahu alaihi wasallam,
Qala, amesema khairu dua yaum Arafa, bora ya kuomba dua ni kuomba dua siku ya Arafa. Kama wewe bwana unataka upige dua ni saa zima, ukiwa Zanzibar, ukiwa katika mtaa wako, chumbani kwako, msikitini, basi ikifika siku ya Arafa nyosha mikono yako muombe Allah subhanahu wa. Ni bora ya dua ambayo itakuwa inaombwa siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na maneno yaliyokuwa bora kabisa niliyozungumza mimi Muhammad na manabii wenzangu waliopita kabla yangu, maneno yaliokuwa bora kabisa ni haya hapa, kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa siku ya Arafa ya kariri haya maneno gani? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Unayakariri tena na tena maneno haya siku ya Arafa, neno yenyewe kabisa. Kuna moja sina uhakika wa kuthibiti kwake, sema alikuwepo katika viwanja vya Arafa. Wasema aliomba dua, alimuomba Mwenyezi Mungu, alhamdulillah ala ni'mati alislam wa kafa biha ni'ma, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kupata neema ya kuwa Muislamu, na inatosha kabisa huu Uislamu ukawa ndo neema kubwa kuliko neema nyingine zozote. Uislamu unatosha. Yani Mwenyezi Mungu anikoseshe macho, anikoseshe miguu, anikoseshe chakula, niwe maskini, anikoseshe manake kheri zote anikoseshe, lakini kwa kunijalia kuwa Muislamu tu, Mwenyezi Mungu amenineemesha neema ambayo hakuna neema kama hii. So anasema maneno yake yaliposemwa, wakaja malaika wanang'ang'aniana yale maneno kuyapeleka kwa Allah, kuyapandisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anataka yeye, Sasa imejuaje maana watu wanaona malaika? Wanasema mtume alisema kwamba nani alisema maneno haya? Alhamdulillah ala ni'mati alislam, ndani ya viwanja vya Arafa wanasema alhamdulillah ala ni'mati alislam wa kafa biha ni'ma. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia neema hii ya Uislamu, inatosha kabisa Uislamu ukawa ndo neema. Sema mie anza, basi nimeona malaika wanapanda nayo maneno hayo, wanashindana, kila mmoja anataka yeye. Lakini hii nimesikia kwa walimu wangu, sijaithibitisha, na wao bila shaka hawajaithibitisha. Sio kasema tena ndo tuikamate hiyo. Dua sawa, lakini hiyo kupandishwa na hivyo dua unaweza kaomba, hiyo ni dua kubwa kabisa, hakuna tatizo. Na kama hii nyingine, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, na dua nyingine haja zako unataja, zote hizo zinafaa. Faliyahrisul muslim, basi muislamu afanye pupa, ala dua, kuomba dua, fi hadha al-yawm al-azim, katika siku hii tukufu. Wa yushra'u takbir min fajr yawm Arafa, na imewekewa sheria, ni sheria inafaa kuzisoma takbir alfajiri ya siku ya Arafa kuanzia ila akhiri ayamu tashrik, mpaka mwisho wa masiku ya tashrik. Kwa hiyo mwezi 10, 11, 12, 13 wewe unazileta hizi takbir ayamu tashrik, lithubuti dhalika, kwa sababu hiyo limethibiti ani salafu salih, kwa wale wema waliopita. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, wamesema Ibn Taymiyyah Allah murhim, innahu, kwa hakika, ashhurul aqwal, ni kauli ambayo mashhuri zaidi, inofahamika zaidi, kwamba hivyo ndivyo watu wanavyotakiwa wazilete hizi takbira katika masiku hayo. Wa huwa alladhi alayhi al-amal, na kauli hii ndiyo inayofanywa kazi. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma, na alikuwa mtoto wa Saidina Umar, Allah muiradhi wote wawili, yukabbiru bimina, akizileta takbira hizi akiwa huko Mina, tilka al-ayyam, siku hizo alikuwa akizileta hizo.
wa khalfa salawati, na alikuwa akizileta hizi takbira kila pale ambapo wanamaliza kuswali. Kisha kumaliza kuswali swala za fardhi anazileta takbira. Wala firashi, na katika tandiko lake akilala anazileta takbiri hizi. Takbiri gani? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alikuwa akizileta kwenye tandiko, sokoni, alikuwa akifanya hivyo Ibn Umar. Wa fi fustatihi, na katika hema lake, kama yuko safarini manake anazileta hizo. Wa majlisi, na katika vikao vyake, akikaa baraza, vikao vyake vya kudurusisha, vikao vyake vya barazani, analeta hizi. Wa mamshahu, na katika kutembea kwake, hata akitembea katika hali ya kawaida anazileta hizi. Tilkal ayamu jamian, katika siku zote hizo 4 anazileta takbiri hizo Ibn Umar. Wa yakunu takbiru biduni tahdidi, anatoa angalizo, anasema na zinakuwa hizi takbiri bila kuweka, biduni tahdidi al-adad, bila kuweka idadi maalum. Ukaambia hizi takbiri zilete 10 tu, zilete 12 tu, zilete 3 tu. Hazina idadi maalum, wewe zilete tu. Biduni tahdidi muayyan, bila idadi maalum. Wala bisautin jamai, wala kwa sauti ya pamoja, ikawa watu wanasoma kwa sauti ya pamoja. Waidan, wala bisautin jamai waid, wala kwa sauti ya pamoja iko sawa sawa, sauti ya sawa sawa. Wala fi wakati almuhaddad, wala si katika wakati uliopangiwa. Wakati huu kuanzia saa 2 mpaka saa 3 someni, saa 4 mpaka saa 5 msisome. Kwa hiyo hivyo ndivyo anavyofahamisha. Haidhuru, manake ukasema mbona sisi tunaona kwa misikiti yetu tunaleta kila baada ya swala ya jamaa, tunaleta kwa pamoja kwa sauti moja. Wako ambao wamesema inafaa kufanya hivyo ikiwa wewe hutoamini kitendo hicho ni sunna. Ikiwa wewe hutoamini kitendo hicho ni sunna, ukasema hivi ndivyo alivyofanya Mtume hivi, basi hapo utakuwa unafanya makosa. Sawa Lakini imewekwa hivyo, wanajuzisha wengine, wanachuoni wengine kwamba inafaa tukafanya kwa sauti moja katika namna moja, pengine kwa sauti moja tukasoma 3 tu, tukasoma 5, tukasoma 2. Inafaa hivyo bila kuamini hivyo ndio mpangilio alioweka hivyo Mtume, someni kwa pamoja. Inafaa kufanya hivyo. Lakini jambo nyingine wanasema inafaa kufanya hivyo kwa sababu ya kufundisha watu, pengine watu hawajui. Lakini inafaa kufanya hivyo kwa sababu tukinyamaza kima, ikiwa hatufanyi, maana watu wanaacha. Ikiwa jambo halifanywi, watu wanakuwa wanaacha, hawalifanyi nao. Lakini ikiwa sasa linakaririwa, linafanywa na watu wanaona, kwa hiyo wanasema hakuna tatizo. Tumefahamiana Kwa hivyo ndivyo anavyomalizia katika kipengele hichi cha fadhila za siku ya Arafa. Tutosheke na hapo. Wallahu a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.